Kuna kitu nimekifikiria sasa hivi na naomba niongee na nyinyi. Watu wengi tumehubiriwa kuhusu kuambiwa mambo ambayo shetani anayafanya. Tumempa nguvu sana shetani kuliko paswa tuonyeshe nguvu ya Mwenyezi Mungu. Shetani akikupa tu jaribu hapo, basi shetani ndio ana nguvu, sio Mungu tena. Christians, naongelea Wakristo sana kwa sababu ndipo nilitia moyo wewe ambaye umebeba shuhuda ya Mwenyezi Mungu. Usihofu kuhusu ugonjwa, usihofu kuhusu wachawi. Kama hatuna imani iliyo thabiti, kwa nini toa sadaka? Mfuatilie mtumishi unayemfuatilia, lakini pia tengeneza muda wako na Mwenyezi Mungu. Tukiwa na shida, tusiende tukiwa tu na hofu, twende kila binafsi sana. Hapo ndipo Mungu na Mungu ndipo Mungu yupo. Kila la heri. Justin! Tusemezane. Kuna kitu nimekifikiria sasa hivi na naomba niongee na nyinyi. Watu wengi tumehubiriwa kuhusu hofu, tumehubiriwa kuhusu upande mwingine wa tofauti wa kinyume na Mungu. Yaani tumehubiriwa uchawi, tumehubiriwa kurogwa, tumehubiriwa kuambiwa mambo ambayo shetani anayafanya. Tumempa nguvu sana shetani kuliko Mwenyezi Mungu. Ndio kweli. Tunasema kuhusu magonjwa, tunasema sisemi watu wasiseme hayo mambo, lakini tumehubiriwa kwamba vile vitu tuviogope, lakini tunapaswa tuonyeshe nguvu ya Mwenyezi Mungu. Yes, tunapaswa kuonyesha nguvu ya Mwenyezi Mungu, hususan sisi ambao tumebeba shuhuda zake, sisi ambao tunaendelea kumtumaini. Wala hatupaswi shetani atubadilishie direction ya maisha yetu. Nikimaanisha kwamba haimaanishi shetani akikupa tu jaribu hapo, basi shetani ndio ana nguvu, sio Mungu tena. Haimaanishi shetani akikuletea jaribu ndio muda wa kusali kutokana na hilo jaribu, bali tunatakiwa tuwe tayari katika muda na wakati wote. Kuna siku moja nilikuwa nasikiza video moja akasema huyo baba ni mchungaji, akawa anasema usiwe ni mtu ambaye shetani yeye ndo anakupa ratiba ya kusali. Yaani siku nyingine zote usali, ukiumwa tu ndo unasali. Siku nyingine zote usali, ukikabwa tu usiku ndo unasali. Sali to the extent ambaye shetani akija una akiba ya maombi yako. Yaani kama unatumia tu reserve, wewe Mungu wewe tumia ile. Yaani umenelewa, yaani tuna mabomu tayari, kombora tayari la kumteka shetani. Lakini most of the Christians, naongelea Wakristo sana kwa sababu ndipo nilipo na ndipo ninapoona kuna hichi kitu. Tunahubiriwa sana hofu kuliko imani. Siko kulaumu watu wanaohubiri hizo hofu. Niko kukutia moyo wewe ambaye umebeba shuhuda ya Mwenyezi Mungu. Unapaswa uanze kujipa imani, kwa sababu imani ni mategemeo. Imani ni matarajio. Imani, ukianza kumwamini Mungu maana yake nini? Maana yake wewe unajua Mungu yuko upande wako. Yes, kwa hiyo hakikisha una imani kuliko hofu. Nilishaikuongelea kuhusu hili swala la imani kuliko hofu. Naendelea kuwatia moyo. Usihofu kuhusu ugonjwa, usihofu kuhusu wachawi, usihofu kuhusu kuwa maskini, usihofu. Tumia Biblia yako kujua maana kubwa ya nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tumia muda wako kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Tumia muda wako kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kufunga, kwa kusali. Hivi ni vitu viwili vikubwa sana. Ndio tunasema kuhusu sadaka. Lakini je, kama hatuna imani iliyo thabiti, kwa nini tunapeleka dhabihu? Mungu amesema tuwe watii kwenye kusoma neno lake. Hatuwezi kuwa watii kama hatujui Mungu anataka nini. Hatuwezi kuwa watii kama hatujui Mungu ametuwazia nini. Na tunajua kupitia nini? Neno lake. Tunajua hivyo kupitia nini? Muda wa kuwa pamoja na yeye. So tuhakikishe kwamba tunafanya hivi vitu kujenga imani yetu madhubuti. Nenda kanisani, toa sadaka, mfuatilie mtumishi unayemfuatilia, lakini pia tengeneza muda wako na Mwenyezi Mungu wako. Tengeneza na Mwenyezi Mungu wako. Wewe ndio unayejua hitaji la moyo wako. Mchungaji au mtumishi anakusaidia tu kujua mambo ya Mwenyezi Mungu, lakini wewe unapaswa kunena na Mwenyezi Mungu, kwa sababu hayo mamlaka kila mtu anayo. Mchungaji au mtumishi anakuwa tu ni daraja, lakini wewe ndio unayepaswa kuvuka lile daraja ili uende kwa Mwenyezi Mungu. Hakikisha unapata muda na Mungu. Hakikisha unapata dakika na Kristo. Tusiende tukiwa na shida, tusiende tukiwa tu na hofu. Twende kila siku kama vile ambavyo unawasiliana na mtu mpenzi wako kila siku, unahakikisha unajua ameamkaje, unahakikisha unajua amekulaje, amelalaje, amepigaje chafya. Ndivyo hivyo unavyotakiwa kutengeneza mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Ninaamini kwamba watu wote tukijua nguvu yetu kwa Mwenyezi Mungu, kuna vitu havitatuteteresha. Haijalishi mtu akija kukwambia nini kuhusu hofu, una haki ya kusema hiyo hofu siwezi kuichukua. Hapana, Mwenyezi Mungu wangu ni mkubwa kuliko hofu yangu. So tupate muda wa kusoma neno la Mungu,
la kusali, kufunga, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu sana, tupate muda wa ibada binafsi sana. Hapo ndipo Mungu alipo. Hapo ndipo nguvu ya Mungu ya kuhusu juu ya maisha yako ilipo, kuliko kwenda kutapatapa huko, tunamtafuta Mungu kule, tunamtafuta Mungu. Kumbe Mungu yuko hapo. Yaani Mungu unaye. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mimi sisi hapa tuna mamlaka ya Utatu Mtakatifu, tuna Roho Mtakatifu, tuna Yesu Kristo, tuna Mungu mwenyewe. Tunaenda kumtafuta huko wapi? Yaani wapi unakwenda kumtafuta? Akati Mungu unajua Mungu amekaa hapo anakuangalia tu unavyohangaika. Yaani unatoka ndani ya nyumba yako, unamwacha, unaenda kumtafuta sehemu nyingine. Unaamini Mungu wa yule pale ni mzuri zaidi. Kwa nini useme Mungu wa yule pale, usiseme Mungu wangu mimi ni ana nguvu, Mungu wangu mimi hataki hofu, Mungu wangu mimi. So hakikisha tunaijenga imani yetu iliyo thabiti kwa Mwenyezi Mungu kuliko hofu. So kila laheri ndugu yangu, hakikisha unapata muda na Mungu, kwa sababu muda na Mungu ndipo Mungu yupo. Kila laheri. Justin, tusemezane.